Rais mstaafu wa nchi ya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amejipata tena taabani baada ya mazungumzo yake kuhusu sheria za uchaguzi wa mwaka 2025. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa tafadhali kumbuka kusubscribe. Na katika taarifa yetu ya leo tunazungumzia mvutano mkali unaoendelea nchini Tanzania kati ya mwanaharakati mashuhuri wa haki za kiraia Maria Sarungi na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kuhusu hali ya mfumo wa sheria za uchaguzi. Katika kile kinachoonekana kama ujumbe mzito uliojaa ukosoaji wa wazi, Maria Sarungi alimshtumu Kikwete kwa kile alichokiita unafiki wa kushtua kufuatia kauli ya rais huyo wa zamani wa sheria za uchaguzi nchini Tanzania si mbaya sana. Kauli hiyo ya Kikwete ilitolewa katika kongamano la kitaifa kuhusu sheria kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na imezua mjadala mkali nchini na kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa Sarungi, kauli hiyo si tu inavunja moyo wa watetezi wa haki bali pia inadhihirisha juhudi za makusudi za kuhalalisha mfumo wa uchaguzi uliojaa mapungufu ya msingi. Akiandika kupitia ukurasa wake wa X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, Sarungi alisema kuwa hata Kenya ya mwaka 2007, ikiwa ni kipindi kilichoshuhudia ghasia mbaya za baada ya uchaguzi, ilikuwa na mfumo bora zaidi wa uchaguzi kuliko Tanzania ya sasa. Zaidi ya hayo, Sarungi alienda mbali zaidi ya kutamka Kikwete kutunza heshima yake ya kimataifa kama mpatanishi wa amani barani Afrika na ajiepushe na kile alichokiita kusafisha uchafu wa Kizimkazi. Kauli inayotafsiriwa kuwa ni lawama kwa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Kwa maoni ya Sarungi, Kikwete anatumika kisiasa kama chombo cha kufunika matatizo makubwa yanayokumba mfumo wa uchaguzi badala ya kuonesha uongozi wa kipekee na wa kimaadili. Kauli hizo kutoka kwa mwanaharakati huyo zimezua mjadala mkubwa mitandaoni, huku wafuasi wake wamesema ni wakati wa kuweka wazi ukweli kuhusu udhaifu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kukosekana kwa uwazi wa mchakato wa uchaguzi na ugumu wa wananchi wa kawaida kupata fursa ya haki kushiriki siasa. Wengine hata hivyo wamejitokeza kumtetea Kikwete wakisema kuwa anajaribu kulinda amani ya nchi na kuleta maridhiano badala ya kueneza migogoro. Hali inaonyesha wazi kuwa mjadala kuhusu mageuzi ya uchaguzi nchini Tanzania bado ni moto wa kuotea mbali, huku wanaharakati, vyama vya upinzani na wananchi wakionekana kuchoshwa na mzunguko wa ahadi zisizotekelezwa kuhusu mabadiliko ya sheria, huku muda ukizidi kuyoyoma kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na katika kipindi hiki kigumu cha kisiasa, sauti kama ya Maria Sarungi zinaendelea kuamsha mijadala muhimu kuhusu mustakabali wa kidemokrasia nchini. Ikiwa viongozi wa sasa na wa zamani wataendelea kupuuzilia mbali kilio cha wananchi, basi presha kutoka kwa jamii ya kiraia inaweza kuendelea kuongezeka na kuleta matokeo yasiyotabirika. Endelea kufuata Kenyascope TV kwa uchambuzi wa kina, mijadala moto na taarifa makini kutoka kwa eneo la Afrika Mashariki. Usisahau kusubscribe, kulike video hii na kuacha maoni yako hapo chini. Tuko hapa kukujuza, kukusikiliza na vile vile kukuwakilisha.